Mtaa wa Ndege Mbagala Zakiem hapa mkoani Dar es Salaam wamemlalamikia biashara ya ukahaba ambayo inafanywa na akina mama watu wazima sana pamoja na akina dada. Biashara inafanyika kuanzia majira ya saa 4 asubuhi kuendelea mpaka usiku. Hali hii inatajwa kuharibu vijana wa mtaa huo, hasa wanafunzi. Mwanahabari wetu Frankie Kashonde alikwenda kama mpelelezi mteja, lakini ni mwanahabari na ametuletea taarifa hii. Nimesafiri zaidi ya kilomita 20 kutoka makao makuu ya EATV Mikocheni, Dar es Salaam kufika mpaka mtaa wa Ndege uliopo Mbagala jijini Dar es Salaam baada ya kupokea kero hiyo kutoka kwa raia wema. Wengi wa wakazi wanaofanya shughuli halali za maendeleo katika mtaa huo wanaelezea kero zao kuhusu biashara hiyo, huku wakidai kwamba huanza kushamiri kuanzia mida ya saa 9 alasiri na kuendelea. Refu kidogo, karibu hata mwaka. Hiyo biashara ipo huko inafanyika. Dada zetu wanaojiuza vichochoroni huko. Kwa kweli sio nzuri sana, yani naomba serikali ichukulie hatua. Kwa hili tukio ninalizungumzia hapa, ili tukio kweli linafanyika. Hususan kuna watoto wadogo. Yaani watoto wadogo. Yaani takriban watoto wa 2007, 2008. Hatuko hivyo, lakini sasa imetokea hivyo kutokana na hali pia ni ngumu. Inadhaniwa hata vijana wadogo huacha jukumu lao la kwenda shule na kuamua kujificha katika maeneo hayo na kushiriki ngono. Tu kabisa zinafanyika kiolela, lakini imekuwa sio kweli. Tunaiomba serikali izingatie kwa hili jamani. Mabinti zetu, dada zetu wanapotea, ni mabinti ambao wanaosoma kabisa. Na hapa nimekaribishwa katika ofisi ya serikali ya mtaa ya Mpakani kwa lengo la kutaka kufahamu kama je, uongozi wa mtaa huu unafahamu biashara hii ya ukahaba. Hapa nipo na kamanda wa eneo hili. Kamanda, habari vipi? Salama kaka, salama. Ndio. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Msafiri Omari. Msafiri Omari, wewe ndio kamanda wa hili eneo. Unafahamu hii biashara ya ukahaba inayofanyika katika hili eneo? Hiyo biashara ninaifahamu. Ipo na tunajitahidi kupambana nayo sana. Lakini inaonekana kwamba wale mabinti wamekuwa ni wagumu sana kuwatoa pale, paka na mwenyekiti watu tunakwenda naye pale paka tumeshaleta gari za polisi. Na hapa ninazungumza na mwenyekiti wa mtaa huu wa Mpakani, Omar Kijogoo, kwa lengo tu la kutaka kufahamu kwamba ni jitihada gani ambazo kama uongozi wa mtaa huu wamefanya ili kuhakikisha kwamba wanakomesha biashara hii. Katika mtaa wetu kuna hiyo changamoto ya hao madada poa. Kwa hiyo sisi kama serikali ya mtaa nikiwa na kamati yangu ya ulinzi na usalama, tukishirikiana na wale maaskari wetu jamii, tunajaribu kupambana nao kwa vikali sana ili kukomesha, kwa sababu sehemu wanakofanyia biashara zao ni zile sehemu ambazo watu wanapita, kuna watoto wanapita mara kwa mara. Huu ndio uchochoro ambao unatajwa kuwa kinara kwa ajili ya biashara hiyo. Na kama unavyoona mida ya mchana ni sehemu tu ambayo shughuli mbalimbali zinaendelea za kibinadamu halali, watu wakifanya shughuli za kujitafutia mkate wa kila siku. Lakini inatajwa kwamba wakati mwingine biashara hii huanza mpaka saa 5, saa 6, saa 7 asubuhi mchana na kuendelea. Frankie Kashonde, EATV. Naam, na Frankie Kashonde ameahidi baada ya hii atakwenda tena kimya akiwa na kamera za siri kama mteja ili atuletee hiyo habari. Naona wengi mmetuuliza ile eneo liko wapi ili mgundue nini. Kwa hiyo msubiri kwanza Frankie Kashonde akishafika huko moja kwa moja atatuletea habari. Shukrani sana kwa kuendelea kufuatilia EATV saa 1 popote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati. Asante sana ukiwa Boma Ng'ombe, Kilimanjaro. Anasema kwamba anatupata barabara akiwa na TV lake la Chogo la inchi 55. Asante sana. Na asante sana wewe ulioko Oysterbay, Masaki yote kule watu wana flat screen, na ili uishi Oysterbay lazima uanze na inchi 65 ndio uishi Oysterbay Masaki. Shukrani.